Leo dunia yote inatuambia kwamba nyumba au ndoa inashikwa na mume na mke. Sio kweli. Tunatakiwa tuamini hivyo kupitia hayo masomo yanayosomeshwa huko. Eti mume ana sehemu kuzuia nyumba na mke ana sehemu kushika ile ndoa. Si kweli. Tunasema kwa kinywa kipana kabisa, ndoa inashikwa na mume tu, na ndio ilokuja katika Qur'an, amsika alaika zaujaka. Na hata ulivyoozeshwa yule Sheikh alisema hivyo, uzawijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsan. Mashaka wengi wanafasiri imsaki kushikamana, au hapana, sio kushikamana, sio kuhold, sio kushikamana, kuzuia kitu cheka ya kuweza kuondoka. Nenda kamzuie mkeo. Unajua tofauti ya kumzuia ni kama vile mtu anavyomkamata mbuzi au sungura au kuku au samaki akiwa hai. Mshiko ule, nenda kaushike ule. Sawa? Akili yako iko pale, nguvu zako na busara na hikma ziko pale, la sivyo anapuruchuka. Kwa hiyo katafute kila njia ya aina ya kumzuia, isiwe ya haramu tu. Katika Qur'ani wewe umesoma, babako akusomesha, ilifika wakati kuna sura inaitwa Suratul Tahrim, lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka. Inafahamika ile pale mtume alikuwa anatafuta njia za kuwazuia wakeze, ndio ikatoka ile Mungu mipango ya kuzuia ipo, lakini sio kwa kuharamisha alivyokuhalalishia Mwenyezi Mungu. Katafute kila aina ya njia, kumpa hela, hela viwepo, maneno mazuri, kumvumilia, yale mambo ya usiku yote yale yanazuia nyumba yale. Umeelewa baba? Ndio wakati wenyewe hatukupata kuongea huko wapi sijui. Yani kuna hichi kinamzuia mke wangu mzuie, kwa sababu most general ya wanawake kabla ya kuolewa anataka kuolewa, akishaolewa tu anataka kuachika. Umeelewa mzee? Yani wewe ukigombana naye akiorofisha silaha yake niache. Wewe unadhani mimi nimekuja na mafuriko mimi? Sasa ukiona akuja kwa mafuriko, umemuoa kule Lushoto, unamwacha. Wewe nenda kachekecheke. Mwanzo mimi na ujanja mwingi na sauti nzuri, huwa naimba tu kidogo. Naimba na wanawake wanapenda kuimbiwa. Hebu imba kidogo. Usiimbe kwa sauti za kizungu, imba kwa sauti za kwetu au za Kiarabu. Mwenyezi Mungu atakujalia kila la kheri.